Kwa wale ambao ni wapenzi wa Mungu, leo hii simulizi The Life Philosophy Story leo hii mtaiona kuwa kama Mungu, ila hii ni hadithi na stori ya kweli iliyotokea kwa baadhi ya magereza makubwa sana duniani. Gereza ambayo inaaminika hakuna mwanadamu ambaye kuna uwezo wa kuhepa hapo ndani. Gereza ambayo imetengenezwa kwa kimsingi kuhifadhi na kufunga wale ambao wanaonekana kuwa vigogo na vichwa hatari, haswa wale ambao wanaonekana kuwa na viburi vikubwa. Ila maajabu utakayokusimulia leo hii inamhusu mtu mmoja ambaye alifaulu kutoroka kutoka kwa gereza moja kubwa sana duniani, ambayo inaaminika hakuna mtu aliyewahi faulu kuhepa hapo ndani. Alifaulu kwa namna gani? Ndilo hadithi ya leo. So, shall I begin? Life Philosophy Story. Fred Frickman, Simeon Mogilevich na wengine wao. Hawa ni baadhi ya vigogo ambao wanaaminika kuwa ndio makauzi hatari sana duniani. Ila yuko mmoja ambaye anaitwa Frank. Kwa huu muda basi ndio utakayemzungumzia, ambaye alifaulu kuhepa kutoka gereza la ajabu, ikiwa ni mtu wa kwanza kabisa. Siku moja mwaka 2005 katika gereza lile kuu lililoandaliwa na Wajapanese na kuwekwa katika bahari, kulikamatwa jamaa mmoja aliitwa Frank Norris. Mtu huyo alihukumiwa kwa kushiriki kwa mambo ya ushirikina, mambo ya mauaji na makosa mengine makubwa sana. Ila wakati alifungwa, basi ameishi kutoroka katika magereza mbalimbali. Baada ya kutoroka katika magereza mbalimbali, akaamua basi aendelee na ushirikina na mambo yake kama kawaida yake. Kwa bahati mbaya, kikosi cha SWAT kikamkamata huyu kauzi, na kwa sababu amejulikana kwa kuhepa magereza mbalimbali, akapelekwa katika gereza kuu lile liko kule baharini. Hili sasa nalozungumzia hii leo. Alipofikishwa pale, alipewa masharti kwa kuambiwa, hapo ukijaribu kuhepa basi hautafaulu, utauawa. Lakini kiumbe hiki alikuwa na imani kwamba ipo siku atafaulu kuhepa kutoka hapa gerezani, kama ameshahepa kutoka magereza makubwa kule ambapo aliko. Mbona ashindwe hapa? Japokuwa alijua hata yeye ni hatari, ila aliamua kung'ang'ana na kujaribu kuhepa hapa gerezani. Wakati alifika, alishikamana na kuanza kutafuta baadhi ya marafiki ambao wangesaidiana kufaulu kuhepa kutoka hapa. Alikutana na baadhi ya marafiki wake wawili ambao walikuwa wamewahi kufungwa katika gereza moja, na baada ya hapo wakaamua kuandaa mkataba na mambo ya kusaidiana wote kwa umoja. Frank akaishi kuambia kwamba yeye ako na nia na anaamini kwamba ipo siku ataweza kufaulu na kutoroka. Ghafla tu wenzake walikuwa wakimwambia, hapa si kama yale magereza mengine, hapa tukijaribu kuhepa tutauawa. Ila kwa uwezo na kwa imani ambayo alikuwa nayo, jinsi ambavyo nitakavyowashauri kwamba ukitaka kufanya jambo lote, jambo la kwanza weka msingi wa imani kwamba utaweza na utaweza. Bwana huyu akaanza ushirikiano wa marafiki zake na wenzake. Siku moja wakati ambapo anaendelea na mambo ya zoezi yake ya kujaribu kuhepa, alikutana na chombo ambacho kimefunga shimo fulani ambayo ilikuwa kwa juma chake. Akajua hapa ndipo msingi wa kuanza kutoroka. Lakini ghafla tu warden akapita, basi ikabidi ameangalia hilo shimo na kuamua kuanza kulipuuzia. Ila baada ya muda alikuwa na nilikata fulani ambayo alikuwa nayo, akaanza kuitumia pole pole kwa kujaribu kuchimbua aone kama anaweza kafaulu kuhepa.
Frank na wenzake wakaanza zoezi la kujaribu kuhepa, japokuwa wenzake walijua ni hatari sana kujaribu kuhepa. Warden, kumbuka, alimwambia hapo kujaribu kuhepa hakuna ambacho utaulizwa, bali utatandikwa risasi na utakufa. Warden akawaambia mapolisi na wasimamizi wa hapo kwamba wachungane sana huyu jamaa, kwani ameshatoroka katika magereza mengine makubwa na kutoka kwa mamlaka mengine. Basi mtu huyu akaanza zoezi na marafiki zake, ila wakati mmoja akiwa anaendelea na kuchimbua akagundua kwamba nilikata ambayo alikuwa akitumia ilikuwa ni ndogo sana, kwa hivyo angeweza kuitumia mpaka kufaulu. Ikabidi atafute chombo kingine ambacho kingewasaidia kuchimbua hapo kabisa. Baada ya kushindwa kufanya jambo hili, ikabidi siku moja wakiwa wanaendelea na zoezi la kukula, wakaamua kumwendea msimamizi wa mlo na kumsumbua ili wamuibie vijiko na kisu ili wakaende kuchimbua. Wakaelekea mpaka kwa msimamizi wa mlo. Walipofika kwa msimamizi wa mlo, basi ikabidi wamsubaishe. Kwa bahati mbaya yule msimamizi akazubaa. Baada ya kuzubaa, wakaiba kijiko na kisu na wakaenda nazo. Walipofika kwa chumba, basi wakaanza zoezi la kuchimbua. Ghafla tu akiwa anaendelea na zoezi lake la kuchimbua, kukatokea Warden ambaye alikuwa akipita pale. Wakati huyu Warden alipita, ikabidi amesimama kwanza na zoezi lake, kwani hao ambao walikuwa wakimsaidia hawakuwa wamelala. Bwana huyu aling'ang'ana na kung'ang'ana kama jinsi wasemavyo wahenga kwamba jaribio linaweza likaleta msingi. Basi bwana huyu alifaulu kuchimbua na akafaulu kutoa shimo. Ila alipojaribu kupita kule ambapo alikuwa akipita, iliwagharimu sana. Mwanzo kuna mahali ambapo pako juu sana. Bwana huyu wakati alijaribu kupita peke yake, ikabidi ameenda na kuelezea wenzake. Wakati alioelezea, wakaona pia pengine huyu bwana hakuna clue fulani. Ndipo wakaona huyu jamaa ana make sense kwamba wanaweza kutoroka. Ikabidi wameshikamana na kutiana nguvu. Jinsi ambavyo mnavyojua, ushirikiano ni nguvu, utengano ni udhaifu. Bwana huyu akaamua kushirikiana hawa, wakabebana, wakafaulu. Juni tarehe 17 mwaka 2005, majira ya saa 6 usiku, Frank Morris na wenzake wawili walifaulu kupita juu. Walipofaulu kupita juu, wakatoroka na kutoka nje. Kumbuka hapa kuna ulinzi mkali. Mapolisi na walinzi hawakuwa na hoja sana, kwa sababu mabwana hawa hakuna ambapo watapita. Nje kote kumezingirwa na ulinzi mzito. Ila bwana huyu ambaye ni Frank Morris, inaaminika sana alikuwa na IQ ya juu sana. Siwezi nikakueleza kulikuwaje, mpaka kwa bahati walipofika nje walikutana na baadhi ya balloons ambazo walizitumia kwa kupuliza hewa kutoka kwa midomo yao. Wakatumia hizo balloons na kuhepa. Asubuhi na mapema habari zikamfikia Warden kwamba makauzi wametoroka. Ilimshtua Warden sana kwa kujiuliza iliwezekanaje mpaka huyu bwana akahepa. Ila akajua kwamba huyu ameishi kuhepa magereza mbalimbali. Kujaribu kumtafuta kote na kwa bahari nzima hawakufua dafu. Mwanzo Frank Morris na wenzake walikuwa wameshahepa na kutoroka. Hili jambo lilibaki kuzua mjadala sana. Iliwezekanaje bwana huyu kutoroka kutoka kwa gereza lenye ulinzi namna hiyo mpaka kuhepa na kuenda? Basi hilo jambo liliwatatanisha wengi, kwa sababu si jambo la kawaida.
ila linawezekana. Kitu gani ambacho unaweza ukajifunza hapo ni kwamba kwa ushirikiano, usaidiano na kwa imani kila kitu kinawezekana. Usijaribu kufua ama kujikata tamaa kwa kila ambacho unafanya. Ukitaka kufanikiwa, jambo la kwanza, weka imani kwamba unaweza. Jambo la pili, tafuta ushirikiano. Pia kama nikasimulia hiki kisa, basi ukaona kwamba pengine unaweza fanya ukauzi na ukifungwa uweze kutoroka kwa usaidiano wengine, basi wewe una kichaa. Hii nimeisimulia kukufungua kwamba kuna vile unaweza fanya mambo yasiyowezekana kuwa yanawezekana. Mimi naitwa Patrick.